mwili wa Kristo baada ya kufufuka, baada ya kuteseka. Neno alikuwa mwili wakati mwili ulikuwa unatawala katika kanisa, lakini neno atakuwa Mungu wakati roho wa Mungu atatawala katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana tukuzwe. Na huo ufalme utakutawala. Kwa hivyo ufalme wa Mungu sasa, kwa maana ndiye ile neno. Nataka unielewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Utakombolewa kwa nini? Sasa ile neno kwa maana imetoka kuwa mwili ikawa roho wa Mungu, ikapokea mamlaka ya Mungu, ikapokea macho ya Mungu, ikapokea mkono wa Mungu, ikapokea fahamu na uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikiingia kwako, vame zote zinafanya nini? Zinainama. That's why tunaambiwa hapa kila vame ikaweze kujitiisha kupitia kwa hiyo neno la ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa unakaa katika utakatifu, wakati unahubiriwa neno takatifu iliyo na mamlaka ya mbingu, iliyo na hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akifika tu, magonjwa inasema nje ni nje, amevi kumekujwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumefanya nini? Kumekujwa. Mwenye makao amevi. Nataka siku moja uulize wazee wa kitambo, wakati watu walikuwa wanacheza na wazee wa wenyewe, ni wa kitambo, si wa sasa nafikiria, si ndio? Na mwenye nyumba akafika akakupata kwa akagoga ukamsikia kwa gate, ulienda aje? Ulienda aje? Bwana Yesu asifiwe. Alitafuta njia anieri anguke naye. Anguke na? Yes. Hivyo ndio inakuanga katika ufalme wa Mungu. Wakati neno amepata magonjwa ndani yako, wakati neno amepata laana ndani yako, wakati neno amepata kaburi ndani yako, amesimama. Uliza shetani kule nini? Jehanamu ama kuzimu, alipofika aliona mwangaza wa, kamwambia shetani, nini uko nalo lingine? Horeti alifika, na kwa maana awamuoni akiwa roho, akachukua kisu kiliokuwa kinaua kanisa. Pigia Bwana makofi. Akatoa akachukua silaha iliyokuwa inaua kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua kifunguo cha uzima na mauti, na akamwambia kama ondoka kwa kanisa. Na shetani hakuwa na lingine, na kasarenda. Bwana Yesu asifiwe. Yani naonanga hiyo kitu my brother nikiwa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Vile alikuta wakisema sasa huyu jamaa alikuwa anajiita mfalme wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Aliona kwamba mimi ananiweza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walikuwa wametengeneza mlo. Haleluya. Walikuwa wametengeneza karamu ili tabaratishwa na mwana wa Mungu. Mpigie makofi. Akachukua vyote waliojigamba nalo juu ya kanisa. Na kutoka pale shetani akawa mtumwa wa kanisa. Pigia Bwana Yesu makofi. Akawa mtumwa wa dini. Hallelujah. Yes. So kanisa is a king to Satan. Lakini mnatuinulia Satani hakuja atumiliki. Never. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza milikiwa na Satani. Haleluya. Jina la Bwana tukuzwe. Yaani unaweza milikiwa na shetani. Hadi shetani amekufunga. Mimi katika kinywa changu na katika macho yangu simuoni kamwe. Amemiliki maisha yangu. Acheni Bwana, haitwe Bwana,
acheni Bwana haitwe Bwana, acheni Mungu haitwe Mungu, acheni Mungu haitwe Mungu. Haleluya. Yeye ni Bwana wa mabwana, yeye ni Bwana wa mabwana. Haleluya. Acheni Mungu hai ndani ya maisha yako, wacha tangazo mwenyewe. Pigia Bwana Yesu makofi. Nafikiria tunaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Are you together? Ama akili yako imeibiwa kidogo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno yule tunahubiriwa hajabadilika akawa Mungu, ili anapoingia ndani yako asabaratishe magonjwa, laana, kaburi, vifungo na maroho za vitovu za kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na anatembea akiwa mfalme wa wafalme, tena anaishi ndani yako. Haleluya. Magonjwa yanaondoka, na anasafisha hiyo nyumba kwa maana ni yake. That's why anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hiyo ni ya watu waliojua. Injili Paulo aliyohubiri hakuhubiria watu ambaye ni karakasha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wengine kama watu wa msikiti watakai kusikia injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima injili yasimame. Mapepo yaondoke kwetu, laana siondoke kwetu, na kaburi siondoke kwetu, na vifungo viondoke kwetu. Lazima. You are Alpha and Omega. We worship you alone. Yeah, we worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all. Yani hii neno, hii nyimbo ukiimba, my brother, my sister, ni lazima ubaki naye peke yake. Ni lazima baki ndani yako peke yako. Si ati unasema naona kuna mtu amenifunga, naona kuna mtu ananiendea kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia yale uliopitia ni nguvu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Si kilio. Ulipitia utengenezwe, ulipitia uchongwe na neno. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia neno aliyekuwa mwili mwanzo. Lakini leo tuko mwisho, amekuwa Mungu. Hebu tusome John 1. Ndio uone neno anaenda akibadilika mpaka analeta nuru ndani yako. Baada ya nuru kuangaza, uzima unaonekana. I don't know where Eric is. Ako wapi? Eric yako wapi? Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1. Enda step by step. Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na kuendelea. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Sasa amefanyika Mungu sasa. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Na vyote vilifanyika kwa huyo. Na vyote vilifanyika kwa huyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima kama ni uponyaji waje upitie kwa neno. Si kwa mikono ya mwanadamu. Eti toka shetani. Ametoka wapi? Na neno ni Mungu. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Kwa hivyo ndio maana, kwa sababu hatutumii neno kudeliver message, watu wakasikia, ndio maana mapepo imetawala. Maana yake pasipo neno hakuna chochote kinaweza fanyika.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pasipo neno hakuna Akikufa. Kwa hivyo hata ukitoa dhabihu haitafanyika. Amen. Ukitoa gari lako hautapona pasipo neno. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Yaani ndani ya neno ndipo tutapata uzima. Unaona vile anafungua milango. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Sasa ule uzima utakuwa nuru kwako. Unaona? Sasa wacha uzima angae. Nuru sasa wacha angae, tuone itakuwaje. Nayo nuru yang'aa gizani. Nayo nuru yang'aa gizani. Sasa wakati ile neno amefanyika nuru, Bwana Yesu asifiwe, anamulika. Unaona? Anamulika kando alafu inafanyika wala giza alikuiweza. Wakati amefika, kuna magonjwa ya laana, kuna marosa makaburini, kuna marosa jangwani, kuna marosa vitovu. Sasa akimulika, manake hiyo ni giza. Giza inafanya nini? Hata iambi yangu iondoka. Giza anasema mguu ni zaidi. Unapata ile 100 mita iko hapo, hakuna mwenye ameienda hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana tukuzwe. Tuko sawa ama hatuko sawa? Tunaendelea vizuri ama hatuendelei vizuri? Sasa tuanze, kama kuna mahali unasikianga ikiuma, si nuru amekuja. Si umwambie aondoke. Ama neno ashatamuka ameondoa. Sasa unasikia akiuma. Anauma bado? Ama bado hajauma? Bado hajauma? Pigia Bwana Yesu makofi. Neno alifanyika roho iliyofunga vifungo vyote hata kuzimu. Yaani neno alifanyika roho baada ya kupokea zile nguvu za ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani alifanyika roho iliyoshinda ama iliyofunga vifungo vyote, laana zote, vivo vyote ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Si utembeange kama shujaa. Deviaga dede ne waro. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo wimbo inaimba aje? Hamunaniambia rundiaga dede ne aro. Lakini tukimaliza unasikia kamata huyu, kata kupiga makofi pepo, na neno amerudi kutawala, ametoka kutawala. Hebu tuangalie Romans chapter 2:16. Ni kubwa aje, kwani tutaendelea hata Sunday. Sasa unajua ule ufunuo, nataka niende pole pole, sitaki uache. Na sasa ndio hiyo inatupa kisongo. Roman chapter 2. Hapo penye tumekuwa 16. Chalo, hebu chukua hiyo simu yangu ulize Eric akone. Yoi. Warumi sura ya 2 mstari wa 16. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu, sawa sawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Rudia. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za ulimwengu, siri za wanadamu, sawa sawa na injili yangu. Rudia tena vizuri sasa. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu, sawa sawa na injili yangu. Yaani Yesu mwenyewe, Paulo anasema katika siku hizo za mwisho. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu atahukumu wanadamu sawa sawa na injili ya Yesu Kristo, injili ya ufufuo. Unaona tena sasa neno amekuwa na mamlaka kuhukumu dunia. Unaona? Na mali yake yote, maroho za dunia zote, maroho za wanadamu zote, miungu ya wanadamu yote. Sasa umeona wakati ule neno ataingia kwako, ujue avumbi atakupa uwezo wa kuhukumu. Unaona? So utapokea power na uweza na nguvu ya kuhukumu mataifa yote wewe. Kwa hivyo kutokana na neno la Mungu, Yesu alihukumu kila kazi ya mwanadamu, iwe ni uchawi, iwe ni uganga, iwe ni majini. Unaona? Iwe ni wizi, iwe ni dhambi, alihukumu. Kwa hiyo naye neno ambaye ndiye Yesu akiingia kwako atasihukumu. Atasimama kama mhukumu na waulize, kwa nini mnamiliki makao yasiyo ya? Sasa ile dhambi, sasa ile tabia, ile mienendo, ile mawazo, sasa atahukumu bado zote ndani ya mwanadamu. Utakuwa huru ama utakuwa huru wakati ameingia na kuhukumu, na ameshika kitabu cha hukumu juu ya maisha yako, na anadai ya kwamba Yesu aliwatoa huko miaka 2000 iliyopita. Sasa umetoka wapi kwa Simon? Na ameshika kitabu sasa neno, na imeandikwa aliagogomelea msalabani. Sasa umetoka wapi? Sasa anawaambia, na ndio maana wakati alipatana na Legion kule Roma chapter 5, unaona, alimuuliza, mwana wa Mungu, tuna shida gani? Now manake hawakuwa na otherwise. Wakati alifika kwa Legion, walifunga virago na kuondoka, na wakamwacha akawa huru. Nataka uone hiyo. Hebu tusomee hapo, ndio tuone wakati atafika kwako atafanya nini. Ndio uone wakati atafika atahukumu wote. Mungu hiyo fasi vizuri. Alipofika akapatana na wao, akauliza, walimuuliza, hata hakuwaongelesha. Nataka uone hapo ndio uelewe, wakati mtu mwenye akona neno haisifungwa. Wakati neno ilimfikia Legion, wakati neno alifikia Legion, Bwana Yesu asifiwe, mapepo 2000 ziliongelesha neno, na wakajua ni wakati wa kuondoka, kwa maana mwenye nyumba amefanya nini? Ameingia. Ni Marko mtakatifu sura ya 5. Marko mtakatifu sura ya 5 mstari wa 5 na kuendelea. Mstari wa 5 na kuendelea. Na siku zote usiku na mchana alikuwa kwa makaburini na mlimani. Alikuwa makaburini na mlimani akipiga kelele, akiteswa na mapepo wakifanya apige makelele na kujikatakata kwa mawe. Yani alikuwa akijikatakata, alikuwa mtu anaumia. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Akafanya nini? Akamsujudia. Na ni mtu ambaye anakaa juu ya mapepo na analala juu ya mapepo, na walio ndani yake ni takriban 2000. Lakini walipomwona wakafanya nini? Mfano wa falme amefanya nini? Amepiga
wakapiga kelele kwa sauti kuu. Wakapiga kelele hao mapepo. Wakasema, nina nini nawe Yesu mwana? Nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Ninakuomba tuone radhi. Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Yani na kuapisha kwa Mungu. Yani wachamaa wanaabudu. Asifiwe. Hivyo inakuanga wakati mwanadamu amepewa neno la uzima. Kwa Yesu asifiwe. Mateso, laana, hivi viungo, mauti linauliza neno la ya Yesu Kristo. Nina nini nawe? Na kuapisha sasa usiniteze. Niruhusu niondoke kwake. Kwa Yesu asifiwe. Elisa, unaona kama laana za kweli zinaweza kupata mwanangu? Usiambie bye bye. Mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Ambia madhabahu za kwenu, umeokoka, hautarudi kule tena, waenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni mbingu tu. Wakati atafika tu atateua neno, atafika kila falme na kila kodi itapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana tukuzwe. Watu wache kudanganywa wapendwa. Neno la Mungu liko na nguvu kuliko dunia hii. Iko na nguvu kuliko shetani. Iko na nguvu kuliko makaburi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kutokana na neno, yani kutokana na neno, Mungu alihukumu kila kazi ya mwanadamu, kila kazi ya shetani, kila kazi ya dunia, iwe ni majini, iwe ni mapepo, iwe ni uchawi, iwe ni uganga, iwe ni nini, yote neno akija watapiga nini? Hani unaonanga mchezo ati kila goti itapigwa. Hata mapepo walipiga mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Wache kuingizwa hewa hapa. Hati ukiambiwa kidogo tu umeuta tu hewa. Kiambiwa kwenu kuna maroho, umevuta hewa. Tumbo shwa. Sasa iwe inawezekana kuwa kweli ni mimi. Na unaanza kudhoofeka. Na unaanza kuwa mdhoofeku. Unaanza kudhoofeka. Sasa unaanza kwenda pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kwenda pole pole. Kwani neno wako na magoni? Kwa hiyo aliye na neno ndani yake atahukumu kazi zote za giza. Kazi zote za giza sitahukumiwa na yeye. Unajua nakuvuzanga vitu zingine ukiomba, usije ukaona kana kwamba kama ukitembea, usije ukaona kana kwamba ukipata tuka eti kwa mlango yako pusi amekunia, sianze kupepa ni usianze hata hiyo ni mfalme. Huo ni mfalme, mapupu ya pusi. Manake ukitaka kumuita mchawi utamuita na atakuwa mfalme na utamuinamia. Simpigie Bwana Yesu makofi. Sasa kama mende alionekana kuwa mfalme, mende tu akitembea kidogo unachukua anointing. Sasa umemwogopa ama hujamuogopa? Mkristo ameabudu roho iliyo ndani ya mende ama hajamwabudu? Ni kweli si kweli? Yani mende akionekana tu unakimbia kwa kabati, unachukua Mungu wako anointing. Ishindwe. Na wakati unaweka anointing unasikia ni kama ngozi nyingine inaanguka.
Ni kweli si kweli my brother? Karibu. Yani mende anaisakiwa na shetani akuwe mfalme wa nyumba. Sasa akijua hivyo watazaana, utapiga dawa, upige dumsas, upige rat and rat. Bwana Yesu asifiwe. Kila sumu, lakini ulimuona kama Mungu. Nani anaweza ua Mungu wake? Nani anaweza ua Mungu wake? Nani asiyeabudu Mungu wake? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini unaonanga za zote wanakaanga, wanakuja wanaangalia. Kwani uliacha kuniita Mungu? Si bado wanakujanga, wanakuja kuangalia. Na siku 2-3 hauwaoni? Si ndio? Wanakujanga wanaambiwa ndeni muangalie. Kwani tuliacha kumiliki kule? Si ndio? Hata lizard akionekana, hii ni roho ya uzee. Ni roho ya uzee. Yani inamaanisha, yani unasema hii ni roho ya uzee na iko kwa nyumba yako, kwa nini usiseeke? Yani neno na amelala hapo, lakini hana power. Aliye na power ni lizard. Na ukijaribu kumpiga anaingia upande huo mwingine. Nakuja na kuangalia, anataka umwabudu tu. Simon, shindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na akiteremka unaambia mtoto, toka. Hebu toka hapa, huyu haumwezi wewe. Ukicheza hilo itakuingia. Na mama anatoroka. Anaambiwa hii ni ufalme uwezane na ni bende ama lizard. Ama jura, imani hai jura anaruka. Naona wote wanakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jura akionekana ni roho ya uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno wako kwa nyumba na uko na Biblia, lakini haijafufuliwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sinanga haraka wakati naeleza injili. Natakanga ushike mpaka ingie. Imiliki iende ipate maroza jangwani. Waulize huku mulipewa na mnajua vizuri na wanaelewa. Wakati neno anajua anashuka, wanaelewa kao ni lake. Namwambia Yesu, neno la Yesu aliyefufuka msalabani, tuna nini nao? Tunakuomba usitutese, tuambie tutoke. Yani wanapea Yesu maneno. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu akasema, mtakapofika kule msiulize na msihangaishwe, mtaenda kusema ni. Wewe ukifika kule muinue Yesu. Sema Bwana Yesu asifiwe. Nimemuona Bwana mahali hapa. Na ni mtu amegojeka vizuri. Lakini unasema umemuona kwa maana amekuita. Pengine wewe ujevika katika hiyo nyumba uwakilishe Bwana. Bwana anataka kuwakilishwa katika hiyo nyumba. Lakini ukifika kule wakilishe mapepo. Toka pepo, yani unafika tu hata ujanawa. Unakamata unamuuliza nani alikutuma, anakuambia ni baba yake, kwisha. Na wote wako hapo. Mama anasema asema pasa, mimi hautaniacha hapa. Huyu mtoto amegojeka kwa sababu ya baba yake. Au shetani amekuja kuharibu hiyo ndoa. Lakini kama ungekuja kuinua Yesu, Yesu angeshusha amani katika hiyo nyumba. Kama ungeleta neno magonjwa.
Kwa Yesu asifiwe. Nitahubiri injili watu wavuke, si wadangani. Nitahubiri wanaojiita makuhani wavue. Unaona hizo kanju zitatolewa, my brother, zitatolewa. Kwa Yesu asifiwe. Zitatolewa, si mchezo. Kupitia kwa neno na kuliamini, tutavuvua maisha ya watu wengi yaliyozikwa kupitia kwa neno peke yake. Si dhabihu, si matendo, si mali. Kupitia kwa neno maisha itavuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa neno watu watavuvuka, my brother. Biashara zitavuvuka. Mashamba haya unaona hayana chakula, itakuja. Tutaingia Eden, ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hata kama itachukua muda. Najua haya Bwana atayatimiza. Kupitia kwa neno vitu vilivyokufa, na ndio maana tulitumwa kuhubiri injili ya ufufuo.